Yohana Mtakatifu 14. Na inasema msifadhaike moyoni mwenu, muaminini Mungu, niamini na mimi. Yesu akinena, msifadhaike moyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Msifadhaike moyoni mwenu, muaminini Mungu, niamini na mimi. Kristo Yesu akinena. Na anasema kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo vile tunamwamini Mungu, Kristo anasema nami pia niaminini, kwa kuwa Kristo, kumbuka kwamba ni mwana wa Mungu, na kwamba kwa babake kuna makao mengi. Kuna makao mengi, na kwamba anaenda ili kutuandalia mahali, na atakuja tena na kutukaribisha kwake, ili alipo yeye Kristo nasi pia tuwe pale. Kwa hivyo haya yote tunayaona ulimwenguni. Tukitizama hata juu angani, tuangalie nchi, tuangalie bahari, tuangalie mambo mengi yaliyotuzunguka. Kwa hivyo hii yote ambayo imetuzingira, sio tu kuna mengine ambayo sisi hatujui. Kuna kwingine ambako sisi hatujaona. Kuna kwingine pia tujawahi kufika. Kuna mahali pengine tena zaidi ya yale ya mahali pale ambapo sisi tunaona na macho yetu. Kwa hivyo tukiongea kuhusu yale tunaona duniani, tutanena kuhusu nchi tofauti, tutanena kuhusu milima, tutanena kuhusu bahari, tuseme hata kuhusu nyota, mwezi na mengineyo. Lakini tunaona hiyo sio yote. Kuna mengine zaidi. Kwa hivyo mwisho, hatujafika mwisho. Kusema kwamba uko na mahali pa kukaa, hiyo sio mwisho. Kristo anasema ati nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Kwa hivyo kuna mahali pameandaliwa kwa watu wa Mungu. Hii tulionayo sio yote, kuna mengine zaidi. Ati basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo tuwe naye Kristo kila wakati. Bwana apewe sifa. Ati nami niendako mwaijua njia. Mahali naenda mnajua njia. Ananena na mitume na anasema mahali mimi naenda ninyi mnajua njia. Kumbuka ni mahali sisi wenyewe hatujaenda tena, ni mahali tena binadamu hajaenda, ni yeye anajua ni wapi anaenda. Lakini anasema mahali niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Hatujui uendako. Tomaso anamwambia Kristo, na basi tutajuaje njia kama hatujui ni wapi huko unaenda? Kule unaenda kutuandalia mahali hatujui. Kwa hivyo tutajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana asifiwe.
akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kristo ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo Yesu Kristo mwenyewe, yeye ndiyo njia. Mahali anaenda kuandaa, mahali hata tukitizama na macho yetu hatuoni. Mahali kuna makao mengi hata hatujui, hatujawahi fika pale. Hata tutizame wanasayansi hawajaona hiyo mahali. Bwana apewe sifa. Lakini anasema njia nyinyi mwaijua, na anasema yeye ndiyo njia. Kwa hivyo ukitaka njia ya kuenda mahala pale, Yesu Kristo ndiye njia. Anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mimi ndiye njia, kweli na uzima. Bwana asifiwe. I am the way, the truth and the life. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo hakuna njia ya kwenda kwa Baba isipokuwa tupitie through Yesu Kristo. Hatuwezi kuruka juu na kusema tunaenda kwa Baba ila kupitia njia, yani Yesu Kristo. Na amesema mimi ni njia na kweli na uzima. Na anasema tena yeye ndiye kweli, naye ndiye uzima. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo vile tuko na Yesu Kristo ndani yetu, tuko na njia, tuko na kweli na tuko na uzima. Kwa hivyo hatuwezi kupotea tukipitia njia yake Yesu Kristo. Unaweza sema maisha yako imechanganyikiwa, hujui mbele wala nyuma, hujui uendako, hujui utokako, lakini njia ni Yesu Kristo. Yeye ndiye anatuonyesha kwa kupitia. Tukimshika yeye mkono hatutapotea, kwa kuwa yeye ndiye njia. Yeye tena anasema ndiye kweli. Ni mengi wanadamu wametokea nayo na wanasema hii ndio ukweli ama hii ndio ukweli. Sasa tunajua ni hivi ama vile, lakini Kristo anasema yeye ndiye ukweli. Kwa hivyo tukishika yale yametoka kwa Yesu Kristo, basi tumeshika ukweli. Hakuna kupotea tukiwa tumejua yale ambayo ni ya Yesu Kristo. Ni kweli. Bwana apewe sifa. Tena anasema mimi ni uzima. Kwa hivyo tena yeye ndiye uzima. Bwana apewe sifa. Hata kama vifo vimetangazwa upande huu na upande huu, lakini Yesu ndiye uzima. Wale tumemshika mkono, again tumeshikilia uzima mkono. Tuko na uzima pamoja nasi. Anatembea miongoni mwetu. Yeye ndiye ametuita kila mmoja wetu tuingie katika njia hii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye ndiye njia, uzima na ukweli. Ati Filipo akamwambia, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje tuonyeshe Baba? Bwana asifiwe. Ati kama mngalinijua mimi, mngalimjua Baba. Na tena anawaambia wanafunzi ya kwamba ati tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Mmeshamuona na mmeshamjua Baba. Filipo anaosema basi tuonyeshe Baba yatutosha. Tuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi na usinijue. Yaani hii saa yote nimekuwa pamoja nanyi, bado hamunijui, ama wewe haunijui bado Filipo. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba?
ati yoyote amemuona Kristo amemuona Baba. Kumbuka Yesu ndio mwana wa Mungu. Kwa hivyo yoyote amemuona Kristo amemuona Baba. Na Kristo anasema mimi ndio njia ya kwenda kwa Baba. Bila mimi hauwezi kwenda kwake Baba. Bila mimi hamwezi jua njia. Bwana apewe sifa. Na anawaambia mmeshamuona Baba. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Bwana asifiwe. Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ati mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu, na hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Kwa hivyo Kristo yuko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani ya Kristo. Kwa hivyo yoyote yule amemuona Kristo amemuona Baba. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kuna kuangalia sijamuona Baba yuko upande gani, lakini Kristo anasema mimi hapa mmeniona, kwa hivyo mmeona Baba. Mmesikia maneno ya Kristo, na maneno yale Kristo ananena sio maneno yake, anasema ni maneno yake Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile Baba anataka ndio Kristo ananena. Kwa hivyo kusikia hayo maneno Kristo ananena ni kumsikiliza Baba. Kusikiza kile Yesu amesema ni kusikia kile Mungu Baba amesema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haya yote mmekuwa mkisikia ni Baba anawanenea. Ni yeye amekuwa akinena nanyi. Ni yeye amekuwa akiwaonyesha. Bwana asifiwe. Lakini bado tunasema tuonyeshe Baba yatutosha. Bwana asifiwe. Ni mangapi tumesikia? Ni mengi. Mungu amenena nasi kwa njia nyingi. Na wengine bado waseme hatujamuona Baba. Sijamsikia Baba. Ninaomba nimuone, ninaomba nimsikie. Bwana asifiwe. Na amekuwa akinena nasi kwa kuwa maneno yote yale yanatoka kwake Yesu Kristo, yametoka kwake Mungu Baba. Bwana asifiwe. Naye Filipo anasema tuonyeshe Baba basi, imetutosha. Anamwambia nimekuwa nanyi hii siku yote na bado haujanijua. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Bwana asifiwe. Amen. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu kuzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Bwana asifiwe. Kama hamsadiki ya kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yenu, basi aminini hizo kazi. Bwana asifiwe. Kwa kuwa hakika wagonjwa walikuwa wanapona, wafu walikuwa wanafufuka, miujiza alitenda, akawalisha watu 5,000, akawa hata wakusimamisha storm. Bwana asifiwe. Alitenda mambo mengi, mambo ya ajabu, kazi ambazo hazikuwa za kawaida. Bwana asifiwe. Na anawaambia basi kama hamniamini mimi, basi aminini kwa sababu ya hizi kazi. Bwana asifiwe. Kwa sababu wote walikuwa wameona kazi zile ambazo Kristo ametenda. Na anawaambia Baba yuko ndani yangu, nami niko ndani yake Baba. Mkiniona mimi, mmemuona Baba. Maneno yale ninawazungumzia sio yangu, ni Baba anayefanya kazi zake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaposikiza Yesu Kristo, ni Mungu Baba tunasikiza. Tunaposikia yale Kristo ananena, ni Mungu Baba tunasikiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Kristo anasema ameenda kutengeneza mahali ili sisi mahali yeye yuko sisi tuwe pale, ni Baba anatuambia. Bwana asifiwe. Ni Baba yake anatuambia ya kwamba kuna mahali ametengeneza. Sisi tuende tuwe pamoja naye. Bwana asifiwe. Na Kristo anasema Baba yuko ndani yake, naye yuko ndani ya Baba. Kwa hivyo yote yale Kristo anatuambia imetoka kwake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio unaona Kristo anasema yeye ndiyo njia. Hakuna njia nyingine isipokuwa kupitia through yeye Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hakuna kusema nitaenda niombe nione nifunguliwe njia. Bwana asifiwe. Yeye ndiyo njia.
Bwana apewe sifa. Hakuna njia nyingine. Kama tunajaribu njia zingine hazitaweza. Ni njia kupitia yeye Yesu Kristo. Tukimshika mkono yeye Kristo, basi tumeshika njia mkono. Tuko na uzima na tuko na ukweli upande wetu. Kwa hivyo yote yale Kristo anatuambia ni ya kweli, ni ya kuaminika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusimsikize Yesu Kristo kama vile tunasikiza binadamu kutafutilia kuna makosa upande gani. Ni mambo gani haisikizani ama hailingani na vile mimi ninajua. Bwana asifiwe. Ya Kristo ni ya kuaminika 100%. Bwana asifiwe. Chochote anatuambia ni ya kuaminika. Sababu anahakikishia hata mitume, ni Baba yuko ndani yangu. Vile ninaonelea ni yeye ananena. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anafanya hizi kazi akiwa ndani yangu. Kwa hivyo kila neno linatoka kwake Yesu Kristo ni la kuaminika, sio la kupimwa. Vile tumezoea kuchukua maneno na kupima na kuona ni gani inanifaa nichukue, ni gani hainifai niwache. Bwana asifiwe. Ya Kristo yote ni ya kuchukuliwa. Bwana asifiwe. Ya mwanadamu tunaweza kupima na kuangalia na kusema mtu ako na mchezo, lakini anaweza kuwa na ukweli kidogo lakini pia mchezo kidogo. Bwana asifiwe. Lakini ya Yesu ni ya kuchukuliwa yote vile ilivyo. Bwana asifiwe. Sababu jambo unafaa kujiuliza ni kwamba je, Bwana anakuambia nini? Vile Yesu anakunenea ni nini Baba anakuambia? Bwana asifiwe. Naye Baba anayenena ni yeye aliyeumba yote. Ni yeye aliyekuumba na kukuweka duniani. Ni yeye aliyekujua hata kabla haujazaliwa. Wewe ni mpango wake. Bwana asifiwe. Vile ulivyo ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Vile ulikuja duniani hakuna mwingine kama wewe. Bwana asifiwe. Hata kukitafutwa hakuna atakayeletwa asemekane huyu ni kama wewe. Bwana asifiwe. Gari unaweza nunua nyingine inafanana na nyingine, lakini binadamu hawawezi kuwa the same. Bwana asifiwe. Wewe ni tofauti na yule mwingine. Kwa hivyo wewe ni mpango wake Mungu. Na kile ananena anakunenea wewe ukiwa kama mtoto wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila neno ananena ni yetu kuchukua na kuamini. Bwana asifiwe. Bila kuchezea na kusema hii inakaa ni ya kweli, hii inakaa sio ya kweli. Yote inatoka kwa Kristo, ni Baba ananena nasi. Bwana pewe sifa. Ati amin, amin nawaambieni, yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na makubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana asifiwe. Amin, amin nawaambieni, truly, truly I say unto you. Bwana pewe sifa. Yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Bwana asifiwe. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo, ikiwa ndani yako kweli ninamwamini Yesu Kristo, ninaamini Kristo, kazi nizifanyazo Kristo anasema mimi, naye yeye naye atazifanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kumbuka kazi zile Kristo alikuwa anatenda. Kristo aliponya, alifukuza mapepo kutoka kwa watu, aliamsha hata na wafu pia. Bwana asifiwe. Makubwa hata mahali watu wanasemekana ati hawana chakula, aliwalisha. Bwana asifiwe. Aliwahubiria wengi, aliokoa wengi hata kutoka kwa dhambi. Bwana apewe sifa. Kristo alitenda kazi kubwa sana mpaka hata ikawaogopesha Mafarisayo. Bwana asifiwe. Naye anasema amin, amin nawaambieni, yoyote aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo yeye pia atafanya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sio kusema wewe ni umetoka wapi au umetoka wapi. Kama unamwamini, haja peana ni majina ya watu gani, yoyote aniaminiaye mimi, as long as wewe ni kiumbe chake Mwenyezi Mungu uliyeumbwa kwa mfano wake, kama utamwamini Yesu Kristo, kwa sababu alitumwa duniani kwa ajili ya watu wote. For God so loved the world. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alikuja ili sote tuwe tuokolewa.
Kwa hivyo ni kwa kila mmoja atakayemwamini Yesu Kristo. Ukimwamini, kazi anazozifanya ama kazi ambazo alitenda, nawe pia utatenda. Bwana asifiwe. Niamini, nawe utafanya kazi hizi ninazozifanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo tunafaa kuondoa ndani yetu ni jambo ya kupima maneno ya Yesu Kristo. Chochote kile Kristo anasema, wengine wetu tunasikiza Kristo kisha tunasikiza vile wanadamu wanasema kuhusu Yesu Kristo. Ukisikia mwingine labda anasema kuna maneno fulani kama hii mambo hata ya miujiza na nini haifanyiki. Kuna wengi nimeshasikia wakisema hakuna mambo hata ya miujiza kutendeka. Lakini hivyo ni vile mwanadamu anasema. Swali tunafaa kujiuliza ni je, tutaamini mwanadamu au tutamwamini Kristo anayenena maneno ya Mwenyezi Mungu? Bwana asifiwe. Sababu Kristo haneni yake, ananena yake Mwenyezi Mungu. Anapotunenea, anatunenea kile Mungu Baba ametia ndani yake anene. Ametumwa kwetu. Kwa hivyo ni nini Mungu amesema patia watu wangu? Awaambie, mkiamini hata hizi kazi ninafanya nanyi pia mtafanya. Bwana asifiwe. Naye mwanadamu labda asimame mahali aseme hii mambo huwa haifanyiki, haiwezekani, ni ngumu, ilikuwa kitambo, siku hizi hakuna, na upatiane sababu nyingi kwa nini haiwezekani. Bwana asifiwe. Lakini kama mmoja wa wale wamemwamini Yesu Kristo, Bwana asifiwe, ukisikia maneno ya Kristo haisemi kile mwanadamu anasema. Kristo anatunenea tofauti na vile wanadamu wanasema. Kwa hivyo yetu ni kuamini Kristo na kuacha ya wanadamu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu itatende. Kumbuka hata mara mingi akisema enda na iwe kwako kama vile umeamini. Bwana asifiwe. Enda na iwe kwako kama vile umeamini. Na je, tumeamini nini ndani yetu? Bwana asifiwe. Tukiambiwa leo pokeeni kulingana na vile mumeamini, je, ni nini tumeamini? Bwana asifiwe. Je, umeamini kwamba vile Kristo amesema ni kweli? Ukimwamini hata kazi alizozitenda utazitenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, hebu tuanze kuumba imani yetu tena ndani yake Yesu Kristo. Ndani ya maneno yake Kristo ambayo Mungu Baba amemtuma anene nasi. Bwana asifiwe. Mara mingi tunaenda safari, inafika mahali tunakaa ni kama watu wamepotea. Watu hawana mwelekeo. Watu walifika mahali moto iliyekuwa ndani yao ikazima. Ikafika mahali ukaona umetupwa, umewachwa uko peke yako. Bwana asifiwe. Lakini ukirudi kwa yale maneno Kristo ametunenea, hatujawachwa, hatujatupwa, hatuko peke yetu. In fact, kuna promises kubwa sana ziko juu yetu. Bwana apewe sifa. Na hata tujapatiwa kazi ngumu ya kuchukua kile Yesu ametupatia. Bwana asifiwe. Anatuambia ukiamini kazi nizifanyazo mimi, nawe pia utafanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya. Yaani tutafanya kazi kama vile Kristo alitenda, na hata kubwa kuliko ile Kristo alitenda. Bwana asifiwe. Ni nini kubwa kuliko kupatia watu 5,000 ati mikate na samaki? Bwana asifiwe. Hebu imagine ni nini kubwa zaidi ya hiyo? Na Kristo akinena si ati ajui ile kazi yeye alifanya. Anajua ni kazi gani amefanya. Na ndiye anaambia hawa watu, kama basi hamuamini maneno, aminini hizi kazi. Na anasema kama mtaniamini, hizi kazi pia hata nanyi mtafanya. Na si kazi hizi peke yake, mtafanya kubwa kuliko hizo nimefanya. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni kazi gani hiyo kubwa Kristo anatuambia tunaweza kufanya? Na kumbuka ni Baba amemruhusu atuambie. Kile Yesu hajaruhusiwa kutuambia hata tuambia. Bwana asifiwe. Kile hatujaruhusiwa kujua hatutajua. Bwana asifiwe. Hiyo itafungiwa. Hata Yohana aliponelewa na akasikia ngurumo kutoka juu mbinguni, kuna zile aliambiwa hizo nyamazia. Hizo sio za kuambiana. Bwana asifiwe. Na mpaka wa leo hatujui ni nini aliambiwa. Hatujui ni siri gani alifunuliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile hatufai kusikia hatutapewa. Lakini ile imetufaa tutapatiwa. Na hii tumepewa. Bwana asifiwe. Ati makubwa
kubwa kuliko hizo mimi nilifanya, nanyi mtafanya. Bwana asifiwe. Watu 5,000 kuwalisha, ni nini kubwa zaidi ya hiyo? Kuambia mfu amke na amke, nini kubwa kuliko hiyo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hata tunaposema mtu amepona ugonjwa ambao huwa haiponi, lakini kufufuka kwa mfu, hiyo ni kubwa zaidi. Bwana apewe sifa. Na Yesu anasema kubwa kuliko ile nitenda, nanyi mtatenda. Bwana asifiwe. Amen. Mkifanya nini? Yeye aniaminiaye mimi. Kwa hivyo Kristo alinena, lakini alinena akijua ananena na watu ambao hawamwamini. Ananenea watu ambao hawaamini kile anasema. Kuna wakati wanasikia wanafuata, na kuna wakati wanadoubt. Bwana asifiwe. Kuna wakati wanamfuata. Kumbuka hata mitume wale walitembea naye akiwa nao 72. Bwana apewe sifa. Na ikafika wakati akawaambia kwamba lazima watakula mwili wake na kunywa damu yake. Ilifika wakati sasa ikawa ni kama too much. Hiyo hawakuamini, wakarudi nyuma na wakamwacha. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Kristo alinena, lakini alinena akijua hawa watu hawaamini vile nawaambia. Lakini anasema mkiamini, atakaye niamini, makubwa hata kuliko ile nimefanya watafanya. Kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Ati nanyi 13, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana asifiwe. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, katika jina lake Yesu Kristo, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata maombi yetu ni muhimu, wana wa Mungu. Sio kusema tunazungumza ni kama watu ambao hawana mwenyewe. Maombi yetu inasikizwa. Maombi yetu inamfikia akiwa juu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunamuomba, anasema lolote mtakaloomba, lolote mtakaloomba kwa jina lake Yesu Kristo, ati hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Haleluya. Atendi sababu yako wewe. Sio wewe utukuzwe, lakini Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana asifiwe. Lolote mtakaloomba naye anatenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana tunaweza tendewa kupitia kumuomba kwa jina lake Yesu Kristo. Tuache kujidharau ndugu na dada. Hebu tuamini Yesu Kristo. Tusichukulie mzaha maneno yake Kristo. Tusianze kuyapima na kuona ni gani inawezekana, ni gani haiwezekani. Kumbuka anayenena aliumba ulimwengu from nothing. Bwana asifiwe. Aliumba haya yote tunayoyaona from nothing. Bwana apewe sifa. Kwa neno lake yote ikawa. Kila kitu tunaona kwa neno alinena ikatokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbele ya yule aliyeumba yote hakuna jambo impossible. Bwana asifiwe. Impossible iko kwa mafikira yetu sisi kama wanadamu. Sisi ndio tunaona haiwezekani, ni ngumu, ni jambo nzito. Na tunajaribu kurahisishia Mungu kazi. Bwana asifiwe. Tunasahau yule tunanenea, yeye si kiumbe kama sisi. Yeye ni muumba. Bwana asifiwe. Yeye ndiye aliyeumba yote. Yeye sio kiumbe kama sisi. Bwana apewe sifa. Ati nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, tusikome kuomba. Tusichoke kuomba. Tusiwe wazito wakati wa maombi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna yule anayetusikia. Na yeye anajibu maombi ya wale wanaomwamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu tuamini, doubt hebu iwe adui yetu siku ya leo. Shaka hebu na iwe adui yako kama Mkristo. Ukiona imeingia hata kidogo, hebu itoroke.
Kama ungeiona imeingilia mlango huu natoka mlango ule mwingine, hebu ondoa shaka maishani mwako. Bwana asifiwe. Sababu ndugu na dada, tukitembea tukiwa ndani ya Kristo, hatutakuwa watu wa kuogopa maneno yale yametuzingira. Sababu utakuwa ukijua yule amekushika mkono ni nani. Nguvu zake zinaweza fanya nini? Bwana asifiwe. Hatutakuwa watu wa kutetemeka sababu kumetangazwa, kumesemekana. Bwana asifiwe. Wewe masikio yako itakuwa inangoja bingu imetangaza nini? Bwana ametangaza nini? Sio vile binadamu ametangaza. Bwana apewe sifa. Ati mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kushika amri zake Yesu Kristo ni kwa wale wamempenda. Bwana asifiwe. Wale wamechagua kushika amri za Yesu Kristo ni wale wamempenda Yesu Kristo. Sababu wanasema mkinipenda mtashika amri zangu. Kwa hivyo wale ambao hawashiki amri za Kristo ni wale ambao hawampendi. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu ambao wamependa ya dunia zaidi ya Mungu mwenyewe. Na hata sababu yao ya kufuata Mungu ni ili wapate ya dunia, sio sababu ya upendo wao kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ni ili nipate ile nimekuwa nikitafuta miaka mingi. Ili nipate ile nimekuwa nikiombea miaka mingi. Hiyo ndio ninapenda, hiyo ndio niko na haja nayo. Bwana asifiwe. Lakini upendo wako sio kwa Mwenyezi Mungu. Hawezi hizi vitu zako haziwezi ondolewa ubaki pale useme bado ninampenda Mungu. Zikiondolewa utazifuata na uache kiti ikiwa haina mtu. Bwana asifiwe. Sababu hiyo ndio unapenda, na ikipeleka upande ile utaenda upande ile imepelekwa. Bwana asifiwe. Ni nini nimefuata mali yangu ndio ile imeenda kule. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mkinipenda mtazishika amri zangu. Kumpenda Mungu. Kumbuka Job, hata yote ilipochukuliwa bado hakumwacha Mungu wake. Alisema hiyo ni yeye alinipatia na ni yeye amechukua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna tofauti kati yangu na mali. Mali yangu na mimi sio kitu kimoja. Hiyo ikienda bado nimeshikilia aliyenipatia. Yeye ndiyo muhimu kuliko hiyo mali. Bwana apewe sifa. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndugu na dada, hebu tumpende Mungu wetu. Bwana asifiwe. Upendo wetu isiyo kwa mali ya dunia ambayo leo iko, kesho inaisha. Leo imetokea, kesho imeoza. Bwana apewe sifa. Mahali nondo wanakuja na kuharibu. Ndio tunaambiwa mioyo yetu isiwe kwa mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Hebu tumpende huyu aliye juu. Tushike amri zake. Ati mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hivyo msaidizi tunaambiwa kuhusu ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo naye anatupatia Roho Mtakatifu awe msaidizi, akae nasi hata milele. Bwana asifiwe. Na ni kweli Yesu aliacha Roho wake Mtakatifu akaja duniani na akaishi na watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakutuacha peke yake. Ati ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu huwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo msaidizi, Yesu Kristo akasema nitamuomba Baba, atawapa msaidizi mwingine. Huyu msaidizi akae nanyi hata milele, na ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Na ni kweli ulimwengu umekataa kumpokea Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio unaona mara mingi tunasikiza maneno ya Kristo, lakini tunachagua ni gani tutaamini, ni gani hatutaamini. Bwana asifiwe. Ikiwa kuna maneno ya Yesu tutachagua kutoamini, basi kumfuata Yesu itakuwa ni ngumu. Tutafika mahali tu branch, tuende njia yetu. Bwana asifiwe. Sababu kuanzia hapa kuenda mbele ni ngumu kuamini yale anasema. Kama vile wale mitume 60 walifanya. Sababu ilifika mahali wakaona sasa kuanzia hapa kuenda mbele ni ngumu, nao wakabranch, wakaenda njia yao. Yale yote walifunzwa, sijui
kama waliendelea nayo, lakini kuendelea na Kristo walishindwa. Bwana asifiwe. Hawangeweza kutembea pamoja naye. Na tunaona kwamba ati Roho wa kweli akasema amepatia ulimwengu, lakini ulimwengu hauwezi kumpokea. Ulimwengu huwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Ulimwengu watakuuliza yuko wapi? Hatumuoni, hatumtambui. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo hawamuamini. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuko peke yetu, ndugu na dada. Hata ukitembea ulimwenguni hauko peke yako. Hata wakati umetoka pale barabarani hauko peke yako. Kuna yule yuko pamoja nawe. Hauko peke yako. Anasema sitawaacha yatima. Tutakapomwamini Yesu Kristo, hakika sisi sio yatima. Mtu wote anamwamini Yesu Kristo sio yatima. Hata atembee watu waseme yule mtu yuko peke yake, lakini hayuko peke yake. Bwana apewe sifa. Ati bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi mtakuwa hai. Kwa hivyo Kristo alinena kuhusu kusulubiwa kwake. Kwa hivyo ilikuwa imebaki kidogo naye asulubiwe, iwe kwamba haonekani tena ulimwenguni. Lakini anasema bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Bwana asifiwe. Sababu Kristo yu hai. Hata mitume anawaambia hata nanyi mtakuwa hai. Bwana asifiwe. Na kumbuka promises za Kristo ni kwa wote waaminio. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sababu yuko hai, nawe amini pia wewe utakaa hai. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ya Kristo kuwa hai. Hadi siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Bwana asifiwe. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo Yesu yuko ndani ya Baba na Baba yuko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yetu. Bwana asifiwe. Ati yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Anayeshika amri za Yesu, yeye ndiye anayempenda Yesu. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana asifiwe. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kujidhihirisha kwake Yesu Kristo hakutegemei kupendekezwa na mtu, wewe kupendekezwa na mwingine. Sio mtu atasema fulani ni mtakatifu sana, ama fulani ni Mkristo sana. Bwana asifiwe. Ama tukifanya uchaguzi tunaona fulani ndio anakaa amesimama katika utakatifu zaidi ya fulani. Kwa hivyo tuchague huyu na sio huyu mwingine. Bwana apewe sifa. Kujidhihirisha kwake Kristo kwa mtu fulani ni kulingana na vile yule mtu amempenda Yesu Kristo. Ni kulingana na vile yule mtu ako na ushirika naye Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo sio ngumu kwetu sisi kumfikia Kristo. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa hakuna mtu anajua jina lako, lakini Kristo anajua jina lako. Inaweza kuwa hakuna mtu anakutambua, lakini yeye anakutambua. Na ikiwa wewe utampenda, basi yeye atajidhihirisha kwako wewe. Bwana asifiwe. Utakuwa nawe uko na ufunuo wake Yesu Kristo na wengine hawajamuona. Bwana asifiwe. Ati yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana asifiwe. Hata Yohana Kristo alimpenda. Bwana asifiwe. Na hata akasema hata akiishi siku ngapi hiyo ni yeye atachagua. Bwana asifiwe.
Yesu alimpenda hata Yohana. Kwa hivyo anayempenda Kristo, hata anayeshika amri zake ni yule anayempenda. Bwana asifiwe. Mtu wote anajaribu kushika amri za Kristo, huyo ni mtu anayempenda Yesu. Bwana asifiwe. Tunaongea kuhusu corruption na kusema ndio serikali iko na corruption, ama watu wanafanya kazi kwa serikali wako hivi, wako na corruption pande hii na pande hii. Hata katika Wakristo, Bwana asifiwe, kuna corruption ya hali ya kwamba tunajifanya kwamba tunampenda lakini hatumpendi. Bwana asifiwe. Tunakaa ni kama tunampenda lakini hatumpendi. Hebu guza mali ya mtu uone kweli upendo wake uko pande gani. Bwana asifiwe. Hebu guza kitu ya mtu fulani uone kama mahali upendo wake uko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wengi wetu tunakaa ni kama tunampenda, lakini kuna ile tunapenda zaidi. Kuna ile tutatii zaidi au tutafuata zaidi kuliko amri za Yesu Kristo. Kuna kwingine itafika hata tuvunje hizo amri kisiri sababu tunaogopa fulani na fulani. Bwana asifiwe. Tunavunja hiyo amri sababu watu labda watakuingilia mahali huko sababu wao hawafuati hizo amri. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukiwa kwa Wakristo unakaa kama Mkristo. Ukiwa mahali hakuna Wakristo unakaa vile wao watu wanakaa. Bwana asifiwe. Lakini bado una smile ni kama kwamba unampenda Yesu Kristo. Lakini Kristo anasema yule anayenipenda ni yule anashika amri zangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo badala ya kujibu kwa mdomo na kusema ninampenda, wewe jiulize, je, unashika amri zake? Bwana asifiwe. Wewe kama mtu binafsi unashika amri zake au hauzishiki? Bwana apewe sifa. Yuda siye Askariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yuda ambaye si Askariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana asifiwe. Yesu akajibu akamwambia, sababu anauliza kwa nini unajidhihirisha kwetu na sio kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda, kwa hivyo yoyote, atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kama kusema kuna Wakristo ambao kwao Mungu Baba, Yesu wamefanya makao. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao Baba amefanya makao kwao. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wamempenda. Na kwa hivyo nyumba hiyo imekuwa ni nyumba ambayo hata Bwana anaishi pale ndani. Amefanya makao pale Baba na Mwana. Bwana asifiwe. Anaishi mahala pale. Ati mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Hebu fikiria kuwa mmoja wa wale ambao Bwana anakupenda, amefanya makao ndani yako. Kwa nini? Sababu umeshika amri yake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ndugu na dada, tuondoe ndani yetu kuona kama Ukristo ni kuingia kwa kanisa na kubarikiwa na mali na kuenda ukisema niliingia nikabarikiwa. Ni vyema, Bwana asifiwe. Ni vizuri kubarikiwa. Ni vizuri ndio kuondolewa mzigo uliyekuwa nayo. Bwana asifiwe. Lakini hebu elekeza moyo wako kwa Yesu Kristo. Elekeza upendo wa moyo wako kwa Yesu Kristo. Ndio nimepewa hii, lakini naweza kuiweka chini ikiwa itakuja katikati yangu na Mungu. Bwana asifiwe. Ndio nimeinuliwa pande hii na pande hii, lakini ninaweza kuiangusha sababu inanipeleka njia ambayo sio ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sio kwamba nimepewa hii nipende zaidi ya yule aliyenibariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu tuelekeze mioyo yetu kwa Yesu Kristo. Tuelekeze upendo wetu kwake Yesu Kristo. Sababu anasema ukishika amri zangu wewe basi unanipenda. Naye pia Baba atakupenda.
nami nakuja na Baba tufanye makao ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utakuwa unatembea sio wewe tu, ila Baba na Mwana wako ndani yako. Wewe ni mmoja wa wale wanasemekana Mungu anakupenda. Bwana asifiwe. Atakayeshika Baba pia atampenda. Nami na Baba tutafanya makao ndani yake. Bwana asifiwe. Tukifanya nini? Tukishika hiyo amri. Bwana asifiwe. Wacha kufurahisha wanadamu. Wacha kutaka kukubalika na wanadamu. Wacha kutaka wanadamu wakusifu kwa sababu ya yale mambo unatenda duniani. Bwana asifiwe. Sababu tukitaka wanadamu watusifu, kuna makubwa tunatupa. Haleluya. Tunajikataza kutenda makubwa kuliko ile Kristo alitenda. Tunajizuia na tunajikataza kutembea naye Baba aliye mbinguni. Tunakataza maombi yetu iwe ya kujibiwa wakati wote tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Hebu imagine ungeruhusu hiyo yote kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Itakuwa hata sio wewe ndio unapiga simu kusaidiwa. Itakuwa wewe ndio unapigiwa simu kwenda ukasaidia. Bwana asifiwe. Sababu Bwana yu pamoja nawe. Hata mtu fulani atakuwa akisema, "Ai, hebu tuite fulani," sababu fulani akiomba, fulani akiita Mungu, fulani akifanya akisema. Bwana asifiwe. Bwana anatenda. Na kwa nini Bwana anatenda huyu akiita na sio huyu mwingine? Haleluya. Hebu angalia upendo ulio ndani ya huyo mtu. Huyo mtu anapenda Mungu. Bwana asifiwe. Huyo mtu anashika sheria za Mungu. Anapenda Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana lazima iwe amefanya makao ndani yake. Na ndio unaona kila mahali anaenda haendi kwa uoga. Anaenda akijua Baba yu pamoja nami. Nikinena atakuja na atende. Bwana asifiwe. Hebu tujielekeze kwa Mungu, ndugu na dada. Mtu asiyenipenda yeye hashiki maneno yangu. Nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Mtu asiyenipenda yeye hashiki maneno yangu. Na ndio unaona kuna wakati tunaweza kuwa tumehubiriwa kuhusu upendo, tumehubiriwa kuhusu mambo hii na hii, tumehubiriwa kuhusu sheria zake Yesu Kristo, na unapata kuna wengine ni ngumu kufuata. Bwana asifiwe. Kunao ambao hawashiki au hawafuati au ambao hawasikii maneno ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kunao ambao hawampendi. Bwana asifiwe. Ndugu na dada, tusiwe mmoja wa wale watu ambao hawapendi Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kumbuka, aliyemuona yeye Kristo amemuona Baba. Kristo anasema yeye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima. Bwana asifiwe. Na yoyote yule anamfuata Yesu Kristo, basi